Nikasema kumtolea Mungu sadaka kunahitaji imani na moyo, na nikasema ya kwamba the moment umependa kumtolea Mungu 50 na shida yako sio ya 50, shauri yako. Lakini huwa napenda kukuambia ya kwamba kitu cha shilingi 1000 hakiwezi kununuliwa na shilingi 50. Ikiwa umepewa shilingi 5 na ni hiyo Mungu amekupatia, hiyo hata ukitoa umebarikiwa kuliko yule aliyetoa 10,000. Amen. Kwa sababu hukuiba kwa Mungu. Na ikifika wakati wa kutoa, ndio watu wengi mioyo yao hubadilika. Na ndipo napo unapofika wakati wa kubarikiwa, Mungu pia naye hubadilika. Tuna vihitaji vya Mungu, lakini ikifika wakati tunafaa tutoe zaka iliyo kamili kama Bwana alivyosema. Sisi tunakuwa wanyonge, lakini tukivihitaji vya Bwana tunakuwa wachangamfu, tunalia, Mungu tubariki, Mungu tunenee. Sawa, ana uwezo kabisa, tena hashindwi, maana fedha na dhahabu ni mali yake. Hakuna chochote Mungu hawezi kuwa nacho. Ilichoshinda kwa wale wengine uliowategemea, Mungu unayemtegemea leo ana uwezo wa kukupea. But roho yako imesimamaje na huyu Mungu? Ni kweli Yesu aliyoyasema ya kwamba hao watu wananipenda kwa mdomo? Inajulikana wakati wa kumtolea Bwana, ndipo pale Mungu anaona ni kweli hiyo roho yako imesimamaje. Na nikamwambia ya kwamba ni vyema sana katika makanisa. Sema makanisa. Makanisa. Sijasikia, sema makanisa. Haleluya. Ni vyema kutafuta kanisa moja la kiroho. Simama hapo, toa dhabihu hapo, toa fungu lako la 10 hapo, toa sadaka yako, lilia Mungu hapo, mwite Mungu hapo. Mungu atasikia. Lakini ukiwa mtu wa kutangatanga, sijui nikueleze aje mwanangu. Kuna tofauti ya kuwa na msimamo na kupeperushwa kama upepo. Aliye na msimamo hata kitoa shilingi 10 anajua hiyo shilingi 10 haitakuwa shilingi 10. Kwa maana hiyo ndio Mungu amempa. Na kuna siku kwa hiyo madhabahu hiyo aliyotoa shilingi 10 haitakupatia shilingi 10. Mwanangu, jua maana ya kubarikiwa. Angalia historia ya wale wote waliobarikiwa. Angalia historia ya wote waliotolewa Mungu. Kama kuna mahali mnapenda kuonea mapasta, mnaona mnaongelewa vibaya, ni kwa mahali kwa matoaji. Na ndipo hapo haujafanikiwa mpaka wa leo. Lakini ni rahisi sana mganga kukwambia fanya kitu fulani na unafanya. Lakini ni ngumu sana Mungu anapokuambia fanya kitu fulani na unakosa kufanya. Kwa sauti ya Mungu. Na Mungu akasema wanaotegemea wanadamu wamelaaniwa. Tumetafuta kwa waganga vingapi? Tumepokea? Hatujapokea, bali tumepokea hasara. Lakini kwa Mungu hakuna hasara bwana. Atoaye kwa moyo wake, ambaye una upendo, sio kulazimishwa bali kwa hiari, huwezi kufananisha. Kingine, mahala hapa sio mahala kwamba ni lazima ukuwe na pesa ndio uje waabudu Bwana. Nyumba ya Mungu ni ya kila aina ya watu. Basi ikifika wakati wa kumtolea Bwana, kama huna, utolee Mungu wako roho yako. Unacho kile umebarikiwa nacho, toa. Bali usiibe. Mungu hapendi waizi katika nyumba yake. Tunaona wengine wakibarikiwa. Na watu unaweza jazwa na roho kadani ni jazwa na roho. Lakini shetani anakujua wewe ni mwizi. Anakujaza na nguvu zake, sio za Mungu.
Haleluya. So ufikirie sana mwanangu, nani unayempenda zaidi? Kile unachokipenda zaidi lazima utakijali na utasimama nacho vizuri. Mungu amekubariki, sasa hajakubariki. Kuna mtu mahali alipo akona kiatu kimoja, hana hata cha kubadilisha. Wewe unacho cha kubadilisha. Ulikuwa una nguo moja tu, Mungu amekupatia nguo ya pili. Wewe ni muujiza. Wewe unasema hauna nani, sijui nyumba, Mungu amekupatia mahali pa kulala. Kuna wenzako wanalala kibarazani na kuna watoto wadogo. Sasa una vihitaji vile vingine, lakini vina gharama. Angalia Yesu kukuja hapa duniani kukukomboa, iligharimu sana. Iligharimu sana mwanangu, iligharimu sana. Tena akautoa uhai wake. Wewe ni kitu gani utamtolea Mungu mpaka ufeel guilty ndani ya roho yako? Mpaka ukiomba Mungu unamwambia kumbuka. Isawa anaweza mwambia Mungu nikumbuke Bwana, nikumbuke Bwana. Sawa, wewe unataka kukumbuka. Na wewe Mungu atakukumbuka na lipi? Unawacha ukweli wa Mungu kwa sababu hatutaki kutolea Bwana. Ifika wakati wa matoleo, wacha nikwambie mwanangu, hiyo fedha ulionayo usione ni yako, ni Mungu. Anaweza kukubariki ama kaikausha zaidi. Tulize kilichotufanya tufike hapa. Tulifanyaje? Ibrahimu aliyelelewa alifanyaje? Yakobo aliyelelewa, Isaka aliyelelewa alifanyaje? Lakini roho zao ziko baba. Unaweza mwita Mungu, karibu Baba, shuka mbele yangu. Akishuka yale mashtaka akikupatia, utamwambia apande? Jambo la kwanza atakwambia wewe ni mwizi. Unanibia saka zangu. Unanibia fungu langu la 10. Kuna ibada hauipendi. Unapenda kunichezea na inabadilika sasa, badala ya kuwa ni mchezo wa kumchezea Mungu, inakuwa mchezo wa kumchezea Mungu, kwa kumchezea vibaya, badala ya kumchezea kile kiutakatifu. Kwa maana wewe ushawahi kuambia mtu, "Bwana unanichezea?" Hii una respond, "Bwana unanichezea, nitakupiga." Si ninauliza swali. Kuna ile kuambia mtu, "Bwana unanichezea." So kuna tofauti ya kucheza ili Mungu afurahi na kuna tofauti ya kucheza ili Mungu akasirike. Kwa sababu ikifika wakati wa kumtolea Mungu, hapo ndipo unamchezea Mungu sasa kwa hasira. Maombi yangu yafike kwa usiende hapo kama moja banana na ngoja. Ajua sometimes unaweza fanya kosa. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee. Wewe umetoa. Ulikuwa unasikia nyimbo ni nzuri, si ndio? Lakini ikafika mahali ni kama inakupaza. Kuna fulani hapo. Umetoa nini wewe?
uachane naye. Mungu alijitolea. Wewe umeficha, unafananaje na Mungu? Wewe ni mwizi, unafananaje na Mungu? Mungu hajaiba, aliiba nini? Stili ndio shetani anakuiba wewe. Nilikwambia mahali anakuiba shetani ni wapi? Wapi? Kwa nini utoi? Si mkono unaokataa. Nizungumze ukweli. Sio mkono unaokataa. Si ndio? Mkono sikiza tu asipika mbele na violia. Huu nikisema urudi hapo unarudi hapo. Sema uende hivi unaenda hivi. Lakini ni nini kinachozungumza hasa mpaka ni mwimbie Mungu? Akili zetu. Si ndio? Naye shetani kile unafikiria ndio anakuja kupitia. Wakati wa Adamu peke yake, Mungu anasema alikuwa anaishi vizuri na Adamu. Adamu alipotamani msaidizi, si kwa ubaya, si nyinyi, si wewe Monica, ni Hawa. Wewe unaitwa nani? Monica. Hata kama jina lako limefanana la Hawa, but ni different. Ndio? Adam alipomuona akapenda sana. Akasema wow, it's beautiful. Haleluya. Lakini shetani naye akasema mawazo ya Adamu ni mazuri. Hawa alipoona matunda yanameremeta, Biblia inasema akautamani ule mti. Shetani naye aenda hapo akasema wao, huyu ametamani mti ambao Mungu aliukataza. Haleluya. Akatamani, shetani akakuja kwa mawazo. So kile unachowaza kama ni wrong, kama ni against God, shetani naye anakuja hapo. Yaani kama ni kinyume na Mungu, shetani naye anakuja hapo. Kwa sababu anapenda sana kupinga vitu vya Mungu. Anakuja hapo. Anakuambia hii pesa, hiyo naye. Na anakupa imani. Anakufunga alafu anaweza kuambia ndio Kristo naye si mbinguni. Anakufunga yeye. Ni yeye ndiye anakutesa, lakini hakwambii. Na kwa sababu leo umempenda, unaona mnashirikiana. Haleluya. Kila mahali unapoanza ndipo ambapo shetani anaingia. Lakini yale mambo mazuri shetani huyapinga. Na anayapinga kupitia nini? Akili zako. Haleluya. Yuda alipotamani mafuta yale kwa pesa nyingi, shetani akamfanya nini? Yesu naye alipokuwa na njaa, aliposhikilia lile jiwe ambalo anawaza, shetani akafanya nini? Ushawahi una kitu ukakiwaza na mawazo mengi? Shetani ndio hapo. Anakuwa karibu. Faster sana. Kwambia wewe, amua hilo jiwe lile ukaache. Anajua tu anataka ukosee Mungu. Ili ukose vile vyote. Na imagine Yesu ametoka kufunga siku 40. Na jamaa anataka kuharibu mfungo wote. Sasa kile mnaweza kutoka mbali katika ndoa yako, si ndio? Alafu kasema kingine tu akapenda mume wako. Kapepo tu anataka kuvuruga ndoa iliyoanza kitambo. Poleni wa mama utawaombea kwa bwana zenu. Jamani wanaume kuna vishetani, sema vishetani. Utaona kabiti ni karembo, urembo mwingine hata unaongozwa na shetani. Yaani umeongezwa maradufu mpaka unaona mke wako ni kama hafai. Wewe ni kwa ule urembo ni uona nao mara ya kwanza, mke kwaje haibadilika. Ni wewe ndio umembadilisha. Upende mke wako hata iweje. Amen. Hata nani aingilie. Hebu mtazame huyu. Mwangalie. Hivyo. Ulimpenda. Shetani akikuingia tu, akigeuka hivi, unasema hata sijui leo nilipendea nini. Sasa aliangalia. Yaani unamtoa kasoro humu masikio. Na mara ya kwanza ulikuwa uko sawa kabisa. Haleluya. Alafu sasa zingine unaweza kuona shetani ukasema, "Kwa nini baba Kirenia alinifanyia hivi?" Inamaanisha si ubavu wangu ndio. Unatolewa na alikuwa wako.
Maana ingekuwa ni ubavu wangu, asingenifanyia haya. Kwani kazi ya shetani ni gani? Kazi ya shetani ni gani? Ni ubavu wako. Ndio maana unaambiwa usijisumbue kwa neno lolote pasipo kusali na si ndio? Jana nilifunza watu hiyo. Kwa sababu ukijisumbua sana, shetani ataingia katika hiyo hali. Haleluya. Na wakati wowote unapojipatia ubizi, wanangu, niliwaambia kutoka jana, unapojipatia ubizi sana, Mungu hukuondokea. Unapoanza sana, Mungu hukuondokea. Lakini siku utakapompatia Mungu nafasi, atakaribia wewe. Kuna vitu vitakuja, kuna vitu vitatendeka, mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Na kumbe ilikuwa najisumbua bure. Kumbe ni hii tu. Biblia inasema, bora anayetii kuliko dhabihu. Amen. So fanya kitu. Ukiangalia kesho. Sio kuangalia nyuma. Nyuma unajua kulikotoka, lakini haujui unako kwenda. Haleluya. Na nani vile nimeongea, umesikia kile nimeongea na wewe. Na simefika wakati wa sadaka. Si ndio? Si uangalie tu mahali sadaka yako. Mwenzako anapotoa na niakija akibarikiwa, akitoa ushuhuda hapa, usiwe na kinyongo. Wewe utabarikiwa kulingana na ile Biblia inasema kile kipimo upemacho ndicho. So usimangane na anayetoa ile nani na wewe kama roho yako hakuna siku ushaisonga. Kuna watu hata Mungu akiwaongezea bado anatoa pale pale. Ndio maana saa zingine unapungua. Mimi nawaambia hata ukiwa na biashara badala ya kupungua unafaa uzidi. Usiweke limit ya kwamba ati fungu la 10 linakuwa hii ama sadaka yangu inakuwa hii. Mungu anakuongezea. Akikuongezea ongeza. So unataka kuongeza na unataka kuongezeka, basi usipunguze. Hii ninakwambia for free na hautanilipa. Mungu ndo ananilipa kile naongea. Kama si wewe hausikii kwa sababu una kiburi, kuna yule ambaye ana roho ya kunyenyekea ananisikia. Mwenye moyo wa kunyenyekea apige makofi. Amen. Yes. Mimi napenda makofi yakiwa machache hivyo kuliko ya nyingi na udangaji Mungu. Si ndio? So situmtolee Bwana. Wacha tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Maandiko yako yalinena kwamba Baba, inapofika kipindi hiki cha sadaka Baba yangu, ni kipindi ambacho ni ibada ambayo ni takatifu sana, kwa maana hiyo ndio inayosoma kabisa mioyo yetu, matatizo yetu, hoja zetu, maombi yetu tunayotaka tukamilishiwe. Inavunja mapepo, inavunja maagano, vitu vyote vilivyotolewa sadaka kwa ajili yetu, maroho yote yaliyopelekewa fedha, nguo zetu, majina yetu, mapicha zetu. Baba, tunakutokea wewe, ukaondoe picha zetu katika mizimu, ukaondoe majina yetu pamoja na jamii zetu na watoto wetu. Baba, ukawezi kutupigania na kutuombea zaidi Bwana, ya kwamba sadaka hii wacha ikanene Baba yangu, ikasikie kila kilio cha kila mmoja wetu siku ya leo. Baba, ikakamilishe kila ombi alilo nalo mpendo wa Mungu anapoleta katika madhabahu ya Bwana. Wacha Yesu kaweze kumwonekania. Ni mwanao Baba, unamjua. Ni mwanao unajua mahitaji yake. Ni mwanao unajua matamanio yake. Wacha Bwana ukatende Baba. Wacha Mungu kambariki. Wacha Yesu kanene naye. Ukamwondolee kila vikwazo. Umupe amani Bwana. Umupe matamanio ya moyo wake. Baba, ni mwanao. Baba, anapita. Amepita katika maombi. Amepita katika sifa. Amepita katika maombi. Sasa amepita katika matoleo. Baba, ukanene katika sadaka hii. Baba, ukanene katika fungu la 10. Baba, ukanene katika shukrani hii. Tunapoileta katika madhabahu yako. Bwana, ukanene. Najua Baba utatazama haya. Kama unatazama ya Abeli, Bwana yangu sitazame Bwana. Kama ulitazama ya Ibrahimu, Baba yangu utaitazama pia. Kama ulitazama ya Isaka, yangu utaitazama pia. Kama ulitazama ya Ibrahimu, Baba utaitazama tena. Isaka na Yakobo Bwana. Elia Baba alipozungukwa na manabii wa Baali, ulitazama sadaka yake.
ukokomeseke paramezao katika jina la Yesu Kristo. Hakika usimame nasi, usimame nasi na ukavunje kila madhabahu zote. Hakuna madhabahu zilizoweka na mababu na manyanya waliokuwa Baba hawajajua kumwabudu Bwana. Sisi Baba tumekutambua sasa, tunaombea hata watoto wetu na jamii zetu ambao Bwana hawajakutambua wewe, tunapotoa na kutambua wewe, wakaabudu Mungu huyu tunayemwabudu wewe, ili vizazi na vizazi Baba vikuje kuokolewa na wewe, wakiwa na heshima zako, wakiwa na heshima za Mungu na hata heshima za wazazi. Asante Baba na wewe Mungu mtakatifu, tunapokutolea Bwana, unaenda kutubariki na kutuponya na kutufungua sisi pamoja na jamii zetu, na maombi yetu tutakamilisha. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai, Baba, sote tumeungana na kuomba na hata kuamini. Amen. 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 Mtumishi wa Bwana.
Imefika hiyo wakati sasa